tunamsoma Danieli, walitupa mpaka kwenye tundu la simba, ni kwa sababu kuna kitu walikuwa na kihubiri katika ile nchi waliokuwa naishi kama watumwa. Danieli alikuwa kiongozi kwenye ile nchi. Sio kiongozi wa dini, ni kiongozi wa kisiasa. Sema amina. Sasa pale ambapo wanaenda kinyume na mawaziri wengine na yeye ni waziri, ndipo ugomvi ulikuwa unatokea. Mpaka unaona anatupwa kwenye tundu la simba, kwenye nyumba ya simba, anatupwa gerezani, anaenda kwenye tanuru la moto. Ni kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Nataka nizungumuze kuhusu Tundu Lissu. Kanisa linapaswa kuungana na watu hawa. Tundu Lissu pamoja na wenzie. Hawa watu walikuwa bungeni wanakula hela za Tanzania, lakini waliona udhuruma, waliona haki haipo, wakaamua kutoka kwamba watetee wananchi wakiwa nje ya chama kile walichokuwa nacho kipindi hicho. Wakaanzia chama cha kwao. Mpaka leo hii unaona wanawekwa gerezani. Ni mfano wa kina Paulo, ni mfano wa kina Petro, ni mfano wa kina Danieli, ni mfano wa kina Elisha, ni mfano wa kina Elia. Watu nao wasoma kwenye Biblia waliwekwa gerezani ni kwa sababu ya kutetea watu tu. Sio kwa sababu walikuwa wanataka kuna mali zimezulumiwa, kuna utajiri umezulumiwa. Ni kutetea watu. Nasema haya kwa sababu Tundu Lissu jana mwanasheria wake anasema ameenda kumuona gerezani. Amesema, sikiliza vizuri, amesema hivi: sili chakula mpaka haki ipatikane. Kama nitakufa na nife. Unaona maneno hayo? Amesema sitakula chakula mpaka haki ipatikane. Kama kufa bora nife kuliko kuishi kwenye nchi ya dhuluma. Yaani mimi naona kabisa hii ni dhuluma inayofanyika kwa watu wa hali ya chini. Afu watawala wenye mamlaka wanajisifu, wanasema Tanzania ina amani, wanasema Tanzania imepanda kiuchumi, wakati kila kitu kimepanda. Mafuta yakipanda, sabuni ikipanda, anayeumia ni mtumiaji, sio tajiri, sio mtengeneza sukari, sio mtengeneza sabuni, sio mtengeneza mafuta. Anayeumia ni mimi wa chini ninayetakiwa kununua ile sabuni. Anachokifanya yule tajiri, anapandisha gharama, ambayo gharama zote zile zinakuja kuangukia kwangu mimi. Sasa Tundu Lissu amesema sili chakula wala sinywi, kama kufa na nife, vyovyote vile mtakavyoona serikali nife, lakini nataka haki itendeke, kwamba wampeleke mahakama ya wazi. Kama wana uhakika yeye ni haini, ahukumiwe hadharani. Hana shida hiyo. Haya ndio maisha walioishi wakina Danieli, na ndio tunakuja kuyaona kizazi hiki cha leo kwa wanasiasa hawa. Sasa sisi kama kanisa, sisi kama watakatifu, tusione huyu ana dhambi, ana makosa, anastahili kuhukumiwa, bali tuone umuhimu wa mtu huyu kuwa hai ili Tanzania iendelee kuwa salama. Mungu akubariki.